Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu popote pale unaponisikiliza, Prophet Tadeo anaongea hapa, na Mungu ametupa tena neema tuweze kuwa na wewe tena majira haya. Ninamshukuru Bwana Yesu kwa neema kubwa na kwa baraka nyingi ambazo anaendelea kutupatia. Ninamshukuru Jehova kwa neema kubwa ambaye anaendelea kuiachilia katikati yetu. Nichukue nafasi kabisa, kwanza kabisa nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakuinua. Asante kwa neema na baraka nyingi ambazo umetupatia tena. Jina lako litukuzwe na kuinuliwa sana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Popote pale ambapo unatufuatilia na unanofuatilia maombi haya makubwa, Mungu akubariki sana. Tumekuwa tukiendesha maombi makubwa sana, na Mungu anaendelea kusema, na Mungu anaendelea kuachilia neema kubwa. Naamini kabisa mkono wa Mungu unaenda kugusa maisha yako. Neema ya Kristo inaenda kudhibitika. Tunayo maombi makubwa sana, na haya ni maombi ya kuombea kiti cha ofisi yako. Kati ya vitu vingi ambavyo watu wengi hawajui, hawana nafasi ya kuombea kiti cha ofisi. Ninapozungumza kiti, nina maana kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Kiti ni mamlaka, kiti ni nafasi, kiti ni umiliki. Na watu wengi wamekuwa wanaenda ofisini, lakini hawana nafasi ya kuombea viti vyao. Na kati ya changamoto nzito ambazo leo wanakutana nazo watu maofisini, ni pale wanapoingia maofisini wanakutana na vita nzito na vita ngumu. Na wengi walishambuliwa wakiwa wamekaa kwa kiti cha ofisi, na wengi walishambuliwa wakiwa wamekaa kwenye kiti. Na matatizo mengi yalianza pale walipokuwa wanafanya kazi wakiwa wameketi katika viti vya ofisi yao. Na mashambulizi mengi sana ni mashambulizi ambayo yanalenga kiti, na huwa yalengi chochote, kwa sababu kiti ndio nafasi yako, kiti ndio uongozi wako, kiti ndio maamuzi, kiti ndio neema. Kwa hiyo mara nyingi viti vya ofisi vinashambuliwa sana, viti vya ofisi vinapigwa sana. Mara nyingi viti vya ofisi vina mashambulizi mazito sana, kwa sababu shetani akifanikiwa kukaa kwenye kiti chako, amechukua maisha yako. Shetani akikaa kwenye kiti chako, ameharibu ndoto zako. Ndio maana wengine walichaguliwa na wakaingia kwenye viti, mwisho wa siku wakakutana na mashambulizi na ofisi wakazikimbia. Wengine walipopewa nafasi fulani, walipokaa kwenye kiti, wengine wakafa. Wengine walipopata nafasi wakaa kwenye kiti fulani, ndipo walipokutana na vita nzito, ndipo walipokutana na mashambulizi. Lakini mashambulizi yalianza wapi? Walianza pale ambapo alipata nafasi ya kukaa kwenye kiti. Kiti cha ofisi yako sio kiti cha kawaida. Kiti ndicho mamlaka yako, kiti ndicho nguvu zako, kiti ndicho neema yako. Huwezi kufanya chochote mpaka ukae kwenye kiti. Kwa hiyo ufalme wa giza ukitaka kukupiga, utakupiga kwa sababu ya kushambulia kiti chako. Kwa hiyo watu wengi hawajui namna ambavyo wanaenda tu ofisini na anaenda kukaa tu kwenye kiti, na wala hajui hata namna ya kuombea kiti, wakati maandiko yako wazi kabisa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 2 na mstari wa 12. Wafalme wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 12, Biblia inasema, basi Suleimani akaketi katika kiti cha enzi cha Daudi baba yake, na ufalme wake ukawa imara sana. Unaweza kuona mfano. Anasema Suleimani akaketi katika kiti cha Daudi baba yake. Suleimani alienda kuketi kwenye kiti cha Daudi baba yake, na baada ya Suleimani kwenda kukaa kwenye kiti, Biblia inasema ufalme wake ukawa imara sana. Umenelewa? Ukawa imara sana. Alienda tu kuketi kwenye kiti cha ufalme wa baba yake, lakini alipomaliza kuketi, ufalme wake ukawa imara. Sasa unaweza kuona uimara wa ufalme, uimara wa ufalme wake ulitegemea kiti cha baba yake.
Maandiko hayo yote yakuta kwenye Nyakati wa Kwanza sura ile ya 29 na mstari ule wa 22. Utaona kitu cha ajabu sana. Wafalme wa Kwanza 29 na mstari ule wa 23, mstari wa 23. Biblia inasema, ndipo Suleimani akaketi katika kiti cha enzi cha Bwana, umeona, awe mfalme baada ya Daudi baba yake, akafanikiwa na Israeli wote wakamtii. Sasa ona hii kitu, ameketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi baba yake, namba moja, matokeo namba moja, baada ya kukaa kwenye kiti akafanikiwa, umeona. Na baada ya kukaa kwenye kiti anasema Israeli wote wakamtii. Maana yake ni nini? Ukijifunza kuombea kiti, maana yake kiti hicho kitakuleta mafanikio, na kiti hicho kitafanya watu kama kiongozi waweze kutii ukiwa kwenye hicho kiti. Ndio maana hakuna nguvu kubwa ya kuomba kama kuombea kiti, kwa sababu wengine viti walivipindua, viti vilipinduliwa, vilipinduliwa, unaona. Na hapa ndio watu wengi hawaelewi. Ufalme wa giza wanapindua kiti chako. Ukisoma kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 21 mstari wa 27, Biblia anasema nitakipindua hiki nacho hakitakuwa tena, hata atakapokuja yeye mwenye haki yake ndiyo nitampa. Unaweza kuona kuna wachawi wanafanya kazi kwa siri. Inawezekana huko kwenye ofisi nzuri, sawa, lakini usiamini kila mtu, kwa sababu anaweza kupindua kiti. Baada ya kukaa kwenye kiti, maisha yako yakaanza kuharibika. Kwa hiyo jifunze mara kwa mara unaombea kiti chako. Haleluya! Biblia inasema kitu cha ajabu. Anasema kwenye kitabu cha Ufunuo, anasema napajua mahali ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Kwa hiyo Shetani anaweza kuweka kiti chake na wewe ukakikalia. Baada ya kukikalia, wengi wamepata shida, wengi wameumia, hatima zao zimeharibika, maisha yao yameharibika. Ni kwa nini? Walikaa kwenye kiti chako. Hao walipindua kiti chako, sawasawa na Ezekieli. Kwa hiyo usipokuwa na makini na kukiombea kiti, kiongozi yoyote ambaye aombei kiti chako, au mfanyakazi yoyote ambaye aombei kiti chake, madhara yafuatayo yamempata. Wengi wamekutwa na magonjwa mazito, wameshindwa kuendelea na kazi. Wengi wamekuta migongo inauma, mwisho wa siku hawezi kuendelea na kazi. Nimekutana na watu wengi sana, wengine walikaa kwenye kiti wakapigwa kansa, miguu ikapooza. Wengine walikaa kwenye viti, maisha yao yakafa kabisa, hatima zao zikafa. Unapopata nafasi ya kukaa kwenye kiti, omba maombi haya kila siku. Kila siku unapoelekea kukaa kwenye kiti chako, kiti cha ofisi yako, kwa sababu kiti cha ofisi ndiyo neema yako, ndiyo mafanikio yako, ndiyo kiongozi, watu wanakutii. Ndio kama ni mfanyakazi, ukiwa na neema ya kuombea kiti, utashangaa neema ya mafanikio inaanza kuja, utukufu unaanza kuja. Tunamuona kabisa Daudi na Suleimani alipokalia kiti, neema iliyotokea, akaanza kufanikiwa, akaanza kuongezeka, akaanza kuinuliwa. Kilichomuinua aligundua siri ya kukaa kwenye kiti cha nani? Kiti cha Daudi baba yake. Mpenzi mtizamaji, nataka nikwambie, kama umekuwa unakutana na vita kwenye kiti chako, kuna namba hapo, tumia namba hizo. Hebu nitumie ujumbe wako. Ni nini ambacho umekuwa unakutana nacho kwenye kiti chako? Wengine wanakutana na mambo mabaya, wengine walikutana na magonjwa, wengine mashambuliwa, lakini shida ilianza nini? Shida ilianza kwenye kiti. Matatizo yote yalianza kwenye kiti. Kufilisika kunaanza kwenye kiti. Vitu vinaanza kupotea. Mashambulizi yanaanza, vita inaanza, matatizo yanaanza. Yanaanzaje? Shida yanaanza kwenye kiti. Kiti ulichokikalia kilikuwaje? Wakati mwingine hicho kiti ulichokikalia, kuna mwingine alikuwa amekikalia. Wengine wanakalia vitu kwa madawa, wanaleta madawa na kwenye kiti anakalia kwenye nafasi, kwa sababu kiti ndio nafasi. Mtu yoyote akifanikiwa kuchukua kiti chako, amechukua nafasi yako. Kwa hiyo ninakupa mwongozo mzito wa kuombea kiti chako kabla hujakikaa.
Kila inapofika asubuhi, hakikisha unaomba maombi haya maombi. Omba kila siku, omba kila siku. Ombea kiti cha ofisi yako, kiombee kabla hujaanza kufanya chochote. Mwongozo wa maombi haya utakusaidia kabla ya kuanza kukaa kwenye kiti chako. Unapoamka asubuhi, unaenda kwenye ofisi yako, unaenda kwa biashara yako, unaenda kwenye ofisi. Jambo la kwanza ukifika, cha kwanza anza kukitakasa kiti kwa damu ya Yesu. Kitakase kiti. Kimaliza kukitakasa kiti, kiri haya maneno. Kiri haya maneno. Unakiri maneno gani? Unayakiri maneno ya kwamba ninapokaa kwenye kiti kikafanikiwe kama Suleimani alivyokaa kwenye kiti akafanikiwa. Kwa unatamka neema ya kufanikiwa kwenye kile kiti. Lakini unapomaliza lazima uanze kutengua. Unapoanza kutengua, tengua maagano, tengua nguvu za giza. Inawezekana wakati wa usiku kuna vitu vilifanyika. Tengua nguvu yoyote ambayo imetuma kwenye kiti kukushambulia wewe, usiwe kiongozi mzuri, usifanye kazi vizuri. Wengine wameingia kwenye viti, wamekata tamaa, wamechoka kabisa, kumbe kuna nguvu. Tengua zile nguvu ambazo zinafanya kazi kwenye hicho kiti. Maliza kiti, tamka baraka kwenye hicho kiti, alafu sasa kikalie kile kiti. Kalia ile mamlaka, kwa sababu ile nafasi yako, hiyo ndio neema yako, huo ndio utukufu wako, huo ndio kuinuliwa kwako. Popote pale unaponifuatilia, maombi haya yaomba yarudie moja kwa moja, yaurudie. Omba unayarudia, kwa sababu ni maombi yatakayoenda kusaidia sana unapoenda kushughulikia kiti. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu kwamba kiti chako kitakuwa ni kiti cha kuinuliwa, kiti cha kufanikiwa sana, na mkono wa Yesu unaenda kutenda mambo makubwa sana. Ishara za ajabu utaanza ziona zinatokea. Naomba popote pale ulipo, anza kuomba maombi haya na jiunganishe popote pale ulipo. Inawezekana kiti chako kilivamiwa nguvu za giza na madhabahu za giza. Inawezekana kiti chako kuna watu walienda kwenye madhabahu za kizimu. Naomba unifatishe maombi haya ya rehema kwa ajili ya kiti. Sema, Baba yangu, niko mbele zako majira haya tena, ninasimama mbele zako Baba. Nimegundua thamani ya kiti na nguvu ya kiti. Ninaomba toba, ninaomba rehema, naomba unisamee, naomba unitakase kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu nitakase, takasa moyo wangu, takasa nafsi yangu, takasa mawazo yangu, takasa akili yangu katika jina la Yesu Kristo. Takasa kiti changu cha kazi, kiti changu cha mafanikio kwa jina la Yesu Kristo. Nimesogea mbele zako, ninaomba rehema kwa ajili ya kiti hiki. Kuna maagano, kuna matambiko, kuna kazi za kiganga, kazi za kichawi zilifanyika kupitia kiti hiki. Mungu liye hai, katika jina la Yesu ninaomba Bwana neema yako juu ya kiti hiki. Ninaomba rehema. Anza kuomba rehema, tamka juu ya rehema. Inawezekana kuna mtu alikalia hicho kiti. Ramasekerebo shanda rababababa. Baba, nasimama kwa rehema nyingi. Naomba rehema juu ya kiti hiki ambacho sasa ninasimama kukikalia kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nasi rehema zako juu ya kiti hiki kwa jina la Yesu. Rika baba santa rababa toko rekere baba shanda. Omba tamka, omba na mimi. Omba rehema kwa damu ya Yesu. Omba damu ya Yesu imwage kwenye kiti hicho kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tunamimina damu ya Yesu, tunamimina damu ya Yesu. Randa rababababa, damu ya Yesu kwenye kiti, shantara bababababa. Tunamimina damu ya Yesu, tunamimina damu ya Yesu kwenye kiti, shantara bababababa reketele bebebebe. Mimina damu ya Yesu, mimina damu ya Yesu kwenye hicho kiti kwa jina la Yesu. Rikarabababa randarababababa reketele bobo shanda rakatele bababa. Mimina damu ya Yesu kwenye hicho kiti, sharaba kuri bashika. Tunamimina damu ya Yesu ikatakase uovu wote kwa jina la Yesu. Hiyo damu ya Yesu ikatakase mbali na maovu yote, mbali na matambiko,
mbali na maagano kwenye kiti changu kwa jina la Yesu. Rikantarabubu shekete. Anza kuomba, anza kuomba. Vunja hiyo mipango, hiyo mikataba. Ni nani amepindua kiti chako sawa sawa na Ezekieli? Leo kwa jina la Yesu, huwa nguvu zote za kichawi, huwa nguvu zote za giza, huwa madhabahu za giza zinazotuma kwenye kiti chako kuleta roho ya uharibifu. Nani analeta uharibifu? Kwa damu ya Yesu Kristo ninabomoa kila nguvu za uharibifu, kila uchawi uliopanda kwenye kiti changu kwa jina la Yesu. Leo ninang'oa madhabahu zote, ninang'oa uchawi wote, ninang'oa ushirikina wote kwa damu ya Yesu. Ninafichua ni nani amekaa kwenye kiti changu, nani amekaa kwenye kiti, nani amekikalia. Wawe ni wachawi walikikalia usiku. Leo ninatangaza kiti changu ninaking'oa kwa damu ya Yesu. Ninang'oa uchawi, ninang'oa ushirikina. Haya, teketeza madhabahu, bomoa nguvu zao, bomoa uchawi wao, bomoa ushirikina wao, bomoa mizimu yao. Nani amekalia kiti chako? Nani amekalia kiti chako? Ninamng'oa kwa damu ya Yesu. Au ameletwa au amekaa, ameweka dawa. Leo ninatangaza hizo dawa shika moto. Nani anakamata mafanikio yako ili wewe usifanikiwe? Anakamata maendeleo yako ili wewe usipige hatua. Leo ninamng'oa, ninamsambaratisha, ninamfyeka, ninampasua. Shatarabababa, 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 ratatatatata. Nang'oa hiyo madhabahu, nang'oa uchawi, nang'oa uganga, nang'oa ushirikina, nang'oa mizimu kwa damu ya Yesu. Na ametuma kwenye hicho kiti ili wewe usifanikiwe, ili wewe unapoongea na watu wasikutii, unapofanya kazi zako ufanye kazi vibaya. Nani ameloga hicho kiti? Leo nashambulia hiyo madhabahu iliyokaa kwenye kiti, ninaipiga. Madhabahu ya kichawi, madhabahu ya kiganga, madhabahu ya kishirikina, madhabahu ya mizimu, ninaipiga, ninaishambulia, ninaipasua, ninaibomoa. Parakatarabakota rakakashataraba rekekereba soko rantarababakora reketerebo pasuka anguka bomoka vonjeka aribika bomoka vonjeka aribu. Hiyo nguvu ya kichawi naona inaharibika. Au waganga na wachawi na washirikina ninaona watoka. Hawa ambao wamekaa kwenye kiti chako, kuna mtu ananisikia sasa tunapoombea kiti, anasikia kuna moto, kuna moto kwa hiyo kiti. Kwa damu ya Yesu Kristo, wacha moto tembee. Reketeretota rantataroboshe rantarabababa rotorobobosha rantatarababashika rekekeshete kwa damu ya Yesu Kristo. Shiriba sontorobosha manarebebe keribabashakata. Ngoa nguvu zote za giza kwa damu ya Yesu. Kuna watu wanapindua kiti chako, kuna watu wanapindua kiti chako katika ulimwengu wa roho, na amepindua hicho kiti. Tunampasua, tunamng'oa, tunamvunjavunja, tunamharibu. Huyu aliyepindua hicho kiti chako leo ashike moto, leo ashike moto, leo ashike moto, leo ashike moto, ashike moto, ashike moto. Na anafanya kazi kwenye hiyo ofisi, na anafanya kazi kwenye hiyo ofisi, na anashambulia hiyo kiti ya biashara yako, na anashambulia hiyo kiti unayokalia kufanya kazi zako. Leo ninampiga, ninampasua, ninamng'oa, ninamfyatua moto na radi, moto na radi, moto na radi, moto na radi, moto na radi kwa jina la Yesu. Shantarabababa reketerebebe rakakakashakat. Sasa anza kumimina, mimina damu ya Yesu, mimina damu ya Yesu. Kitakase sasa, kitakase na mimina damu ya Yesu, na mimina damu ya Yesu ikatakase kiti changu. Damu ya Yesu ikatakase kiti changu. Damu ya Yesu. Tamka. Shantarababa robo shekete rekekereba santarabobo rababa robo shekete mantarababa koriba shenterere santarababa korimebe shekete
rantaraba baba roko robo shentere bebe ratatataraba shekere baba mantorobo koria masikare bebe. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikatakase uovu wote, ikatakase matatizo yote, ikatakase matambiko, ikatakase uganga, ikatakase uchawi, ikatakase ushirikina, ikatakase miungu, ikatakase nguvu za giza, ikatakase kiti changu katika jina la Yesu Kristo. Na kitakasa hiki kiti kwa damu ya mwana kondoo, na kitakasa hiki kiti kwa damu ya mwana kondoo, na kitakasa hiki kiti kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo. Sikarababababa katika jina la Yesu. Sasa unaweza kukaa, sasa unaweza kukaa kwenye hicho kiti, sasa unaweza kukaa kwenye hicho kiti, unaweza kukaa kwenye hicho kiti kwa jina la Yesu. Wakati umekaa, anza kutamka, sema: Baba wa mbinguni, kuanzia sasa ninatamka kiti changu kitakuwa kama kiti cha Daudi, kitakuwa kama kiti cha Daudi, maana imeandikwa, ndipo Suleimani akaketi katika kiti cha enzi cha Bwana awe mfalme baada ya Daudi baba yake, akafanikiwa na Israeli wakamtii. Sema kwa jina la Yesu: Baba, nakaa kwenye hiki kiti ikiwe kiti cha mafanikio, kiwe kiti cha mafanikio. Baba, chochote ninachokifanya, iwe ni asubuhi, iwe ni usiku, Baba, iwe ni kiti changu cha mafanikio kwa damu ya Yesu. Rakakashaka. Anza kujitabiria, jitabirie mafanikio kwenye hicho kiti. Tamka mafanikio kwenye hicho kiti kwa damu ya Yesu Kristo. Tamka mafanikio kwenye hicho kiti. Tamka. Inawezekana wewe ni mfanya biashara, wewe unafanya kazi za madukani, wewe unafanya kazi za maofisini. Anza kutamkia kiti chako, anza kutamkia kiti chako: ni kiti changu cha kufanikiwa. Ninapokaa kwenye hiki kiti nifanikiwe sana. Ninapokaa kwenye hiki kiti mipango nitakayoipanga yote iende. Ninapokaa kwenye hiki kiti watu ninaowaagiza, Biblia inasema nao wakamtii, watu wapokee utii. Unapokaa kwenye kiti, ukiagiza kazi, masubordinate wako wafanye. Ukiagiza kazi, mikazi zifanyike, watu wakutii kwenye hiyo nafasi yangu kwa jina la Yesu Kristo. Watu wanitii kwenye nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kitakuwa ni kiti cha kufanikiwa sana. Tamka kiti cha kufanikiwa, tamka kiti cha kufanikiwa. Shatarabababababa rakakashatarababababa. Tamka kiti cha mafanikio kiwe kiti cha kufanikiwa. Tere shantarabababababa rakakashakata. Amka, nitafanikiwa tu nikaa kwenye kiti, nitafanikiwa tu nikaa kwenye kiti. Mabaya yatanipata, tauni haitanipata, haitakaribia hema yangu. Hakuna shida itakayonipata, hakuna nguvu itakayonipata, hakuna ushirikina utakayonipata, hakuna mizimu itakayonipata, hakuna nguvu za giza itakayonipata, hakuna mizimu itakayonipata, hakuna nguvu za giza itakayonipata. Kwenye hiki kiti nitafanikiwa tu. Mipango ya kampuni itasimama, mipango ya neema itafanikiwa, mipango yangu itafanikiwa, mipango ya kampuni, mipango ya biashara zangu, mipango ya ofisi yangu itafanikiwa kwa jina la Yesu. Mipango ya kitengo changu itafanikiwa. Baba, naita baraka, naita neema, naita kazi, naita mafanikio kwenye hiki kiti. Anza kuita, ita mafanikio, ita kuinuliwa, ita kufanikiwa, ita kupiga hatua, ita kwenda mbele. Shatarabababa santarabababa rekekereba randarababa soko rikateribu shantarabababa. Hiyo kiti itakuwa ni kiti ya mafanikio, ni kiti ya kuinuliwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uinuke ufanikiwe sasa, uinuke ufanikiwe sasa, uinuke upige hatua sasa, uinuke uendelee sasa, uinuke ushinde sasa kwa jina la Yesu. Uinuke sasa, upige hatua. Aramando robo shaka. Watu wakutii kwenye hiyo nafasi, watu wasimame kwenye hiyo nafasi. Kazi kubwa, kazi nzuri ifanyike katika jina Yesu. Anza kujitabiria, jitabirie mema,
kwenye kiti chako, jitabirie ushindi kwenye kiti chako, jitabirie kuinuliwa, jitabirie kazi zije, kazi zifunguke, kazi zifunguke kwenye hicho kiti. Ufanye kazi nzuri, watu wakukubali, maofisi wakukubali, maofisa wako wakukubali, viongozi wako wakukubali kwenye hicho kiti, waliokupa kiti wakukubali, wakukubali. Pokea kibali kwenye hicho kiti, pokea kibali kwenye hicho kiti, pokea mafanikio kwenye hicho kiti, pokea kuinuliwa kwenye hicho kiti, pokea kufanikiwa kwenye hicho kiti. Hawatakuangusha tena, hawatakupiga tena, hautalala chini tena kwa jina la Yesu. Hakuna magonjwa tena kwenye hicho kiti. Kiti kitakuwa ni kiti cha kufanikiwa sana, cha kuinuliwa sana, cha kupiga hatua. Nami nakuombea upandishwe cheo, upandishwe daraja kwenye hicho kiti, mshahara uongezeke kwenye hicho kiti kwa jina la Yesu Kristo. Uongezwe cheo kingine, upandishwe daraja, mshahara uongezeke kwa jina la Yesu Kristo. Neema iongezeke, watu wakukubali, uwe na kibali kisichokuwa cha kawaida, watu wakukubali, viongozi wakukubali, taifa likukubali kwa jina la Yesu. Biblia inasema huyo Samueli akakuwa, akawa na nguvu, akawa na kibali machoni pa watu, machoni pa Mungu na wanadamu. Pokea kibali machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu. Uwe na kibali kisichokuwa cha kawaida. Kuanzia sasa ofisi yako itachanua, ofisi yako itaendelea, ofisi yako itapiga hatua, ofisi yako itainuliwa, ofisi yako itafanikiwa, ofisi yako itapiga hatua, ofisi yako itaenda viwango vikubwa katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Omba maombi haya kila siku. Naomba unarudia, omba rudia maombi haya. Mungu, umesikia kabisa kuna msukumo wa kutoa sadaka kwa ajili ya kiti chako. Kumbuka kuna watu walitembea wakatoa sadaka wakaua kiti chako. Tunapoomba maombi haya na ndani yako nasikia kwamba nina mzigo wa kubeba hiki kiti, nami kiti changu nikitolee sadaka, basi kuna namba za sadaka ziko hapo mbele, chukua namba zako za sadaka. Lakini pia umekuwa na changamoto umekuwa na changamoto kwenye hicho kiti, nijulishe kupitia changamoto yako na kupitia sadaka yako ambayo Mungu atakugusa. Ukiweka kwenye namba hizo, ni taarifu kwa njia ya WhatsApp, unatumia message kwamba mtu wa Mungu, maombi ya kwenye kiti na mimi nasimama na sadaka hii. Fanya hivyo kila siku, gusa kiti chako, ombea kiti chako. Kuna baraka nyingi ya tofauti unaenda kuipata kwenye kiti chako, na utashuhudia vile Mungu amekuinua sana kuliko kawaida. Lakini pia chukua ujumbe huu, maombi haya ya share, yapeleke kwenye maofisi mengi, pelekee ndugu yako aliyoko ofisini, mpe maombi haya, share maombi haya, mpe maombi haya ndugu yako aliyo ofisini. Mwambie ndugu yangu, shiriki maombi haya, na mkaribishe kwenye channel yetu hii ambayo tumekuwa tunaongoza maombi makubwa sana, ambayo watu wameenda kushuhudia, wanashuhudia miujiza mikubwa, ishara kubwa na maajabu. Na Yesu Kristo aendelee kukubariki na aendelee kutunza. Nami ninakuombea katika jina la Yesu, kadri unavyosambaza ujumbe huu kwa watumia ndugu zako, jamaa zako na marafiki zako ofisini, wakaombea kiti, itakuwa ni baraka, itakuwa ni baraka nyingi zitakuja juu yako, na watu watauona mkono wa Mungu ukidhibitika. Mungu akubariki sana wakati unaendelea kufuatilia maombi haya. Endelea kujiunganisha na maombi mengi tunayoendelea nayo. Neema ya Kristo juu yako, na mimi ninakuombea sana katika jina la Yesu. Kiti chako kiwe ni kiti cha mafanikio, kiti cha kuinuliwa, pandisho inuliwe katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Amen.